Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kama ambavyo nilikujuza hapo awali, nilikwambia kwamba tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho ili uweze kustafidi na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika shughuli yetu ya leo. Na hivi sasa tumefikia mwisho kabisa wa shughuli yetu, lakini kabla ya kumaliza kabisa, nimepata fursa ya kuzungumza pamoja na wanakijiji wa eneo hili la Gomvu kuhusiana na namna gani ambavyo wameupokea ujio wa wageni hawa pamoja na ufunguzi wa msikiti huu. Halikadhalika pia nimepata fursa ya kuzungumza na mashekhe wetu ambao tulikuwa nao mwanzo wa shughuli yetu hadi mwisho, na wana mengi ya kuzungumza. Basi hapa na wanakijiji, kwanza nitaanza nao kuwauliza juu ya masuala haya, lakini baadaye nitakuja kuzungumza na mashekhe wetu. Naam, karibuni sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mzee wangu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, hebu tufahamishe labda kwa jina na eneo ambalo unatokea katika maeneo haya. Mimi kwa jina naitwa Hassan bin Mwenye Mkuu bin Muhammad bin Muhammad Moyugi. Bila shaka hawa ni wazee kabisa katika kijiji hichi ambapo leo tumekuja kuzindua msikiti huu, na labda kwa upande wake nimuulize, umepokeaje ufunguzi huu wa masjid? Ufunguzi huu nimepokea vizuri tu, alhamdulillah. Mara nyingi nakwenda katika manzili kama hizi, ziona ziko safi tu kabisa, na tunashukuru kwamba mji wetu kama huu au sio, kufikiwa na wageni, alhamdulillah rabbil alamin. Ni mzaliwa hapa, nafahamu nimezaliwa hapa, nimeolea hapa, nimepata watu hapa, nafahamu. Kwa hiyo mwenyeji wa hapa na mimi ni Bilali msaidia, yani Bilali mkuu nilikuwa, kesa sasa nitastaafu, msikiti Amani. Msikiti yani anakusudia kwamba msikiti mkuu wa kijiji hichi. Msikiti mkuu wa kijiji cha muasisi. Babu yangu mimi ndio asisi msikiti huu. Alozaa baba yangu. Ndio. Mwisho kabisa, unawahusia nini labda vijana na watu wa eneo hili ambapo tupo katika eneo hili kwa sasa na vizazi vijavyo? Uhusia wangu mimi nausia kwanza vijana tupende ibada. Unafahamu Tupende ibada, tuswali, tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unafahamu? Kwa hiyo kubwa kabisa hilo ndio uhusia wangu na ndio uhusia wangu ndio haya. Na swala zangu ndio hizi, na uhusia vijana tufanye ibada. Asante sana. Na mtazamaji, huyu ni miongoni mwa wazee kabisa waliozaliwa katika eneo hili na wakakulia na wakaoa kama ambavyo mwenyewe tumemsikia. Huo ndio wito wake kwa sote ambao tumehudhuria katika sehemu hii na wanakijiji ambao tunaendelea kuhamia katika maeneo haya. Kwa majina naitwa Isa Hamisi Msepa, ni mkazi wa Cheka, kata ya Somangira. Leo kuna shughuli kubwa sana imefanyika katika eneo hili la Gomvu na ufunguzi wa masjid hii, Masjid Muhammad, kitu kama hicho. Na umepokeaje? Naam, umepokeaje? Wallahi ni jambo kubwa, ni jambo adhimu. Tumepokea kwa bashasha, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawaombea wote waliojitolea kwa ajili ya hiki, kwani ni wachache katika waja wake ambao wanaweza kujitolea na kufanya mambo makubwa kama haya. Kwa hiyo hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kumwombea na Allah amzidishie alipofunguza, lakini pia ampe nia ya kuendelea kuwafanyia na wengine sehemu tofauti tofauti. Jambo hili ni kubwa, ameweka hela nyingi ambazo angeweka kwa ajili ya kizazi chake akawarithisha, au angeweza kununua magari ya kifahari au kufanya starehe yoyote ambayo ingekuwa inampendeza kwake, lakini ameamua afanye biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa hili Allah amjalie la heri na amuongezee. Wallahi tumefurahi sana wakazi wa maeneo haya, tunaenda tunashindwa kuswali swala kwa jamaa sababu unakuta msikiti uko mbali, lakini kwa neema ya msikiti huu alhamdulillah tunaweza kupata swala zote kwa jamaa. Jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumwombea alojitolea, Allah amzidishie zaidi na zaidi. Basi nikutakie kila la heri na mchana mwema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina naitwa Ali Rashid Shali. Naam. Mimi ni mkazi wa Cheka hii. Pale jirani na stendi. Na ufunguzi wa masjid hii leo umepokeaje labda kwa upande wako? Kwa kweli mimi kwanza nimefurahi sana. Nimefurahi na kusema kweli ni jambo zuri ambalo limefanywa. Tumwombee dua ambaye amefanya kazi hii, kwamba Mwenyezi Mungu aweze kumlipa malipo makubwa. Na hii swala zima la ufunguzi wa msikiti katika eneo hili, kwa lugha nyingine ni kwamba tunaendelea kustawisha au kuimarisha Uislamu, kwa sababu msikiti ndio vituo muhimu vya dini ya Kiislamu.
Kwa hiyo kama tumefanikiwa kupata kituo muhimu cha dini ya Kiislamu tena katika eneo ambalo kituo kilikuwa hakipo, kwa hiyo ni jambo la kufurahisha sana. Na kadhalika sisi wakaazi wa Cheka, kwa hiyo tunazidi kupata faraja kuona kwamba misikiti inazidi kuongezeka katika eneo letu la Cheka. Sawa. Naam. Sheikh amenidokezea baadhi ya mambo fulani hivi katika Masjid ya Kichangani. Je, tutegemea nini katika msikiti huu? Kusema kweli mimi ni mhusika kwa namna moja au nyingine wa kituo kile pale Kichangani Magomeni. Mimi ni mmoja kati ya viongozi, kwa maana ni mmoja kati ya wajumbe wa bodi ya wadhamini. Lakini kilichokuwa kikubwa zaidi sisi pale kimsikiti, sisi ni watumishi wa msikiti. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha usafi umefanyika, vyoo vimekuwa viko vizuri. Changamoto yote ikitokea tu kabiliane nayo. Na maimamu wetu, imamu mkuu, imamu Walidi na wasaidizi wake akina imamu Mursalina na wengineo, wao wako katika upande wa taaluma ya dini na kuweka vitu kama hivyo. Sisi pale ni watumishi wa msikiti. Pamoja na wao ni watumishi wa msikiti, lakini wao wako kwenye mambo mengine. Kwa mfano, imamu Mursalina ni mmoja kati ya mtu ambaye anastawisha darsa pale msikitini. Anajikalifu katika hilo pamoja na ugumu, lakini anafanya na kuhakikisha kwamba darasa siku zote zinaendelea nao. Naam. Basi hadi kufikia hapa sina la ziada, niwatakie wote mliohudhuria katika hii heri ya Allah iwe juu yenu. Na safari zenu hizi Allah awajalie ziwe zenye heri kutoka hapa hadi huko mwendapo, pamoja na sisi na familia zetu. Asante sana. Naam, na hapa sasa ndio mwisho kabisa wa mambo ya shughuli yetu hii, kwa sababu tayari umewasikia mashehe hawa wametuhusia mambo mbalimbali juu ya jambo hili la kutunza huu msikiti ambao umefunguliwa ama umezinduliwa, pia na wanakijiji nao wameupokea kama ambavyo umewasikia. Kwa hiyo kufikia hapa sisi hatuna la ziada, na tuwatakie safari njema na mambo mengine kwa ajili ya ujenzi wa taifa. Asante sana.